Kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba ya mahindi na mito midogo kilikuwa nyumbani kwa Jabari, mtoto wa familia maskini sana. Baba yake alikuwa mkulima wa kawaida, mama yake akijitahidi kumlisha na kumvaa. Hali ilikuwa ngumu, lakini moyo wa Jabari ulikuwa mkali na kipaji chake cha kipekee. Mguu wake wa kulia ulikuwa na nguvu isiyo ya kawaida, awezaye kushika mpira, kuruka na kushangaza kila mtu aliyemzunguka. Kijiji kilimdharau, wakimuita majina mabaya, lakini Jabari hakukata tamaa. Ndoto zake zilikuwa kubwa, kuibuka nje ya mipaka ya kijiji chake. Siku moja, habari kubwa ilisambaa. Kampuni ya michezo ya mtaa jijini ilitafuta wachezaji wa kipekee. Hii ilikuwa fursa ya Jabari, lakini mama yake alikataa. Jabari, hatuwezi kumudu safari. Hatuna pesa, hatuna hila, hatuna hatari. Lakini ndoto hazikuishia hapo. Jabari alikimbilia jirani, akijaribu kuonesha kipaji chake. Hapo ndipo alipopata Amina, msichana tajiri, mrembo, jasiri na mwenye moyo wa kipekee. Aliposhuhudia mabao ya Jabari, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Lakini hakuwa na uhakika. Je, kijana huyu maskini anaweza kuishi katika ulimwengu wa mtaa? Jabari alifika jijini, akishiriki mashindano ya mtaa. Hapo alianza kujikuta akipigana na Mwamba, star mkubwa wa mtaa, anayejua mbinu zote za kumrudisha chini. Lakini kwa ujanja wa kijijini na kipaji chake, Jabari alishinda, akivutia mashabiki wengi. Ninaona moyo wako, Jabari, lakini dunia hii ni hatari. Familia yangu hawatakubali, na wale adui wako hawatakukubali pia. Migongano ya kihisia ilianza. Amina alijaribu kulinda moyo wake na mapenzi yao, huku familia yake ikimshinikiza kuachana na Jabari. Lakini mapenzi yao yalikuwa ya kweli, na kila changamoto iliyopita iliboresha uhusiano wao. Kwa kila mchezo na ushindi, umaarufu wa Jabari ulikua. Video zake zilisambaa kwenye mitandao, watu walimuita mwana wa faini. Lakini umaarufu huu haukuja bila hatari. Adui wapya walijitokeza, wanasiasa na wakubwa wa mtaa walitaka kumrudisha chini. Mwamba hakukosa kupanga mbinu hatari. Migongano ya kibinafsi na kihisia ilikuwa kubwa. Amina alijaribu kulinda mapenzi yao, huku familia yake ikishinikiza maisha ya kifahari. Jabari alijaribu kulinda familia yake na ndoto zake, huku akipigana kwenye mashindano ya hatari, wakipigania heshima na umaarufu. Siku moja, mchezo mkubwa zaidi wa maisha yake ulijitokeza. Mwamba alijaribu kumdhuru kwa mbinu za kikatili, mashabiki walihofia, na familia ya Amina ilikataa kuona uhusiano wao. Lakini Jabari alikumbuka kila somo kutoka kijijini: ushindi haungwi bila ujasiri, hekima na moyo wa kweli. Kwa hatua za mwisho za mchezo huo, Jabari alipiga bao la kushangaza, akimshinda Mwamba kwa hekima na nguvu zake. Mashabiki waliruka kwa furaha, Amina alicheka huku macho yake yakimwangalia kwa upendo, na familia ya Jabari ililia kwa fahari. Sasa, Jabari si mtoto maskini wa kijiji tena. Ameibuka kuwa star mkubwa, aliyeshinda kila kikwazo, kuunda umaarufu na kushinda mapenzi ya kweli. Lakini hadithi yake haikumi hapa. Adui wengine bado wanapanga mbinu, changamoto mpya zinakuja na ndoto zinaendelea. Lakini jambo moja limehakikishwa: kipaji, ujasiri na moyo wa kweli huchukua mtu mbali zaidi ya kufikiriwa.